Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili, wakati ambapo tunaangazia masuala ya ugatuzi, na siku ya leo kwenye ugatuzi tunaangazia hali ya afya ilivyo katika kaunti mbalimbali, na vilevile tutakuwa tunatagusa haswa katika kaunti ya Nairobi kujua ni kipi ambacho kinaendelea haswa tunapozungumzia masuala ya afya, mikakati ambayo serikali ya kaunti imeweka, na vilevile viongozi wa miungano mbalimbali ya wahudumu wa afya wanafanyaje kuhakikisha maslahi yao yanaafikiwa. Vilevile mtazamaji, tutakuwa tunakushirikisha kutoka kaunti mbalimbali. Tupigie simu live tueleze hali ya afya iko vipi katika kaunti ya kwako. Tutafurahia kusikiliza, na viongozi wako huenda wakasikiliza pia wakaweza kufanya mawili matatu kuhakikisha huduma za afya zinakuwa bora katika kaunti yako. Karibu sana ili tuanze mazungumzo haya moja kwa moja, na hivi sasa niwatambulisha wageni wangu ambao washafika studioni. Kwanza kabisa aliye karibu nami hapa ni Peter Mutuku, ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi na vilevile ni mkuu wa huduma katika jiji la Nairobi, na maanisha kaunti ya Nairobi. Karibu sana. Asante sana. Na vilevile mtazamaji, niko naye Boaz Onchari ambaye ni katibu wa chama cha wauguzi katika kaunti ya Nairobi, akihudumu kama katibu. Karibu sana Boaz Onchari. Asante sana. Na vilevile mtazamaji, nitakuwa naye Peter Wachira ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa maafisa tabibu KUKO, ambaye atakuwa anasema nasi kadri muda unavyozidi kusonga kuhusiana na maslahi ya wahudumu wa afya humu nchini na vilevile katika kaunti mbalimbali. Wadau, karibuni sana. Asante sana. Na tunapozungumzia hali ya afya katika kaunti, ni swala ambalo linagusa kaunti zote, kwa sababu hii ni mojawapo ya sekta ambazo ziligatuliwa, na hivi sasa tumeona namna kaunti zinafanya kazi, tumeona namna wahudumu wa afya wanatoa hisia zao kuhusiana na hali ya afya katika kaunti. Nikianza nawe Peter, tunapozungumzia huduma za afya katika kaunti, wewe ni mkuu wa huduma katika kaunti ya Nairobi. Kwa mtazamo wako, tunaelekea wapi? Tuko kwenye ule utaratibu mwafaka wa kutoa huduma za afya? Asante sana kakangu. Boaz, karibu sana hapa. Asante, nashukuru. Tunatarajia utatujuza mengi, maanake wewe ndio katibu mkuu wa uguzi, kama wanafuraha ama hawana. Lakini katika meza langu ya service delivery, sisi tumetia juhudi juu chini, tumefanya mipango. Hata mahospitali mwanzo lazima ijulikane wauguzi hawezi kuwa ni wauguzi pasipo na infrastructure. Bila shaka. Mwanzo sisi tumefanya infrastructure ziko na changamoto ziko kiasi, lakini tunajimudu. Lakini cha muhimu, tungempatia Boaz nafasi kwanza, aseme yapi kuko vipi. Bila shaka. Manake hawa tufai kuzungumzia wauguzi na hospitali. Boaz akiwa hapa, yangu itakuwa atazungumza. Mtazamo wako ni upi hasa? Yangu sana sana, manake niko naye hapa. Ndio. Unajua ningekuwa na mtazamo tofauti kama yuko hapa. Ndio. Na manake hapa ametumwa kuja kuwakilisha wale. Ndio. Kwanza tuzungumzie, atuelezee wako na furaha ama wana. Manake majibu yake, maoni yake itatuongoza kwa mjadala wale. Asante, shukran. Bwana Boaz Onchari, tunapozungumzia maslahi ya wahudumu wa afya, najua mmekuwa kwenye mgomo, na si nyinyi tu, hata wale maafisa tabibu ambao ni KUKO pia walijiunga nanyi ili kuweza kuhakikisha kuishirikiza serikali kufanya kweli, kuhakikisha maslahi na mikataba inaafikiwa. Hali iko vipi kufikia sasa? Labda mmeingia kwenye mazungumzo au vipi? Asante sana ndugu yangu, na ndugu yangu hapa amelikwepa hilo swali. Ndiyo. Kwa sababu najua hana jibu. Amesema uanze hana jibu ili hilo swali. Kwa sababu kusema kweli hatuna furaha. Ndio. Leo ni siku ya 16 ndio ambao wahudumu wa afya katika kaunti ya Nairobi wako kwenye mgomo. Naam. Na ikiwa wahudumu wa afya wako kwenye mgomo, hiyo inamaanisha kuna mambo ambayo hayajatimizwa, ndiposa tukajipata katika hali ile. Naam. Kwa hivyo kwa sasa hivi huduma za afya katika kaunti ya Nairobi zimedorora kabisa, kwa sababu wahudumu wa afya hawapo. Hata tukawa na vyumba vizuri, hata tukawa na majengo mazuri, bila hawa wahudumu wa afya, basi hayo majengo huenda yasitusaidia. Ndio. Na hospitali ijulikane kwamba hospitali si jengo. Ndio. Hospitali ni vifaa, hospitali ni wale wahudumu ambao wamehitimu, wawe pale wa kutosha, ndiposa waweze kutekeleza wajibu wao. Ndio. Naam.
Na labda kuna majaribio lolote kutoka kwa serikali ya kaunti na maafisa husika kuwatafuta angalau mkuwe na mazungumzo ya mwafaka? Ni kweli baada ya sisi kutoka nje tumeweza kupatana na mwajiri, na kwa sasa hivi kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, ingawaje hatujapata mwafaka ama hatujaweza kuwafikiana, lakini ninaweza kuthibitisha ya kwamba kuna majadiliano ambayo yanaendelea ili kuona kwamba mgomo huu kumeweza kusitishwa, ndiposa tuweze kurejea kazini ili kuhudumia Wakenya. Naam. Shukran sana kwa hilo. Peter Mutuku, ulikuwa umesema ameanza, na tunapozungumzia huduma katika jiji amesema kuna mazungumzo ambayo yanafanyika hapa na pale. Mbona tusubiri hadi watu waingie barabarani ndo, kwa sababu imekuwa hulka, si Nairobi pekee, kaunti nyingi, mbona ifikie hapo? Ama ni mtindo wa maisha ya siasa? Sio siasa. Ndio. Na tuwezi fanya siasa kwa mambo ya afya. Bila shaka. Mambo ya afya ni mambo mazito sana, ni mambo muhimu sana kwamba yeyote yule ambaye ana akili timamu, tukianza na mimi hapa na nimwambie Boaz, majibu yote ninayo, nilikuwa nataka uanze na hiyo njia umeanza ndio nikupe jibu. Maana nikupa nafasi, maana wewe ndio unajua Secretary General mkuu sana. Na yeye amesimamia watu wengi sana, na ni vizuri tumpe fursa kwanza ayazungumze, maana ningeweza kuzungumza na niyafungie. Na sikutaka kuwafungia, nilikuwa nataka kumpa freedom ayazungumze. Na nitaka kujibu kusema hivi. Yeye mwenyewe amekiri kwamba kuna mazungumzo. Panapo nia pana njia. Bila shaka. Huenda ikawa imechukua muda kwamba kufikia suluhisho. Na ni kwa sababu mambo ni mazito, maanake tunawazungumzia hawa kwa upole kwanza, watupe huduma kwanza. Kwa sababu hatutaki tuwe na maafa ama shida zingine. Na kwamba kuna mazungumzo ni kumaanisha sisi tumeshuka, na tungependa vizuri tuwe na mwafaka. Na tukubaliane ya kwamba haya tutakubaliana kwa wakati huu. Kwanza niweke wazi kabisa, atakuelezea kwamba mazungumzo yamechukua muda, maanake kuharakishwa iwe jawabu ama jibu ya muda. Tunataka sustainable solution. Ndio. Tunataka tupeane sustainable solution. Ndio sababu mazungumzo yamechukua muda. Lakini hata hivyo tunafanya bidii kila siku kuona mazungumzo yamefikia kikomo ambacho kitasaidia wananchi wa Kenya na hata wapita njia. Kwa sababu hii wananchi wa Nairobi, kwa sababu Nairobi tuko na milioni 6. Beba watu kutoka maeneo. Watu wengi sana. Ndio. Na atakwambia hata akiwa kama Secretary General, hakuna pahali pengine Kenya mzima ana membership ama anaongoza, kuna kiongozi ana watu wengi kama yeye. Maana hapa Nairobi watu wakiwa wengi, hospitali ndio nyingi. Kwa hivyo mashida pia iko nyingi. Changamoto ziko nyingi. Lakini hata hivyo tunajimudu kuona kwamba sio vizuri hata pia wao kama wauguzi, maslahi yao ni jukumu yetu. Maana pia ukiwa muuguzi ukifanya kazi lazima ulipwe. Kama sisi sehemu zingine watu idara zingine watu ulipwa, mbona wachelewe? Lakini kulikuwa na changamoto, unajua atakuelezea kwamba devolution ilipokuja ama ugatuzi, mambo ya elimu na afya ni mambo mazito sana. Maana sasa kwa mfano mtu hawezi kuwa mgonjwa hapa na tuna budget. Ile budget si upeana based on the population that we have. Na cases, for example, tumekuwa na cases kama 500 Bagathi za ugonjwa fulani mwaka jana. Lakini mwaka huu watu wanahamia, na sasa zile budget tushafanya, huwezi sema watu wasihamie Nairobi. Huenda ikawa kuna watu wamehamia wengi. Unakumbuka kulikuwa na ugonjwa fulani ambapo ulianza Uganda pale, ukakuja ukaanza kuletwa na kusambazwa na watu wa malori. Sasa hiyo njia inapitia Nairobi. Na sasa wakati kama ule unakuta kwamba hatukuwa tunatarajia, it's an emergency thing. Unaona mambo mengine fedha inapungua, lakini hata hivyo kuna mikakati. Tusiwe na visababu kila wakati kwamba sababu ya wauguzi kwenda kuandamana ni kwa sababu wamecheleweshwa mshahara, ama ni kwa sababu wengine hawajaajiriwa P&P. Sababu hizo zote tunaangalia. Panapo mazungumzo, hasa sana mazungumzo tunao wakati huu, lazima tupate
suluhisho endelevu. Naam, shukrani sana kwa kauli hiyo. Na mtazamaji, ndo masuala ambayo tunayaangazia hapa studioni. Niko naye Peter Mutuku, ni mkuu wa huduma katika jiji la Nairobi ama ukipenda kaunti ya Nairobi. Vile vile niko naye Boaz Onchari ambaye ni katibu wa ule muungano wa wauguzi nchini SWAT tawi la Nairobi, akizungumzia yale ambao wanayapitia na ni vipi huduma za afya zinaweza kuboreshwa, kwa sababu hapa tunazungumzia, tunaboresha na vile vile tunahakikisha mapendekezo yanatolewa ili kuhakikisha huduma zinakuwa bora kwa mwananchi. Hivi sasa nikutoe studioni kupeleke kaunti ya Nakuru. Mwandishi wetu Mike Chalo yuko tayari. Mike Chalo, hivi sasa tunazungumzia swala hili la afya katika kaunti ya Nakuru. Hali iko vipi, Chalo? Naam, kweli kabisa Joash, barabara kabisa. Katika kaunti ya Nakuru hali ni tete tu kama kaunti zingine katika taifa hili la Kenya. Manake awali baadhi ya wauguzi wanasema kuwa waliweza kutishiwa na usimamizi wa kaunti dhidi ya kujiunga katika maandamano au katika migomo ya wauguzi, wakitishiwa kufutwa kazi. Lakini vile vile juhudi zetu za kuwasaka wauguzi wale ili waweze kuzungumza nasi hazikufua dafu, japo tumeweza kukusanya tu baadhi ya wakazi waweze kutuambia hali ya afya katika jiji la Nakuru ikoje. Pengine kama utakaribia ukianza na jina lako, pengine kwa maoni yako, wewe ni mkazi wa jiji hili kwa muda mrefu. Mpaka sasa tangu ugatuzi uweze kuanza na hadi katika serikali ya kaunti hii tulionayo sasa hii, hali ya afya unaionaje hapa katika kaunti ya Nakuru? Kwa majina naitwa Simon Sangale Olenasieku, Chairman Nakuru Human Rights Network na pia mkazi wa Nakuru. Sasa hivi ni miaka 13 kutoka wakati ambapo devolution ilipoanza. Na sisi kama wakaaji wa Nakuru na katika taifa la Kenya, we had high hopes ya kwamba afya itaweza kuboreshwa kwa kipindi cha miaka hiyo 13. Lakini mimi ningependa kusema kwamba katika kufikia sasa hali ya afya katika kaunti ya Nakuru iko katika ICU level, yani mahututi. Tumeona kwamba katika hospitali zetu wakati wagonjwa wengi wanaenda mahali pale, hakuna madawa. Na tunaona katika kipindi cha kila miezi mitatu, Gavana Susan Kihika huwa anazindua madawa akiwa na waziri wa afya, ya kwamba malori zinatolewa zinapelekwa kule katika mahospitali. Lakini unapoenda katika hospitali baada ya wiki moja, unakuta hata ile Panadol haipatikani. Jambo lingine ni kwamba tunaona katika hospitali hizi zetu hawajaboresha kwa njia ambayo kupanua, kwa sababu tunaona inakuaje wagonjwa wanakaa 3 kwa kitanda moja. Saa zingine tumeona picha zimetoka katika televisheni, tunaona watoto wanakaa katika, wamezaliwa wamewekwa kwa box kule katika maternity unit, tunaona wamewekwa katika boxi, wamelalishwa chini. Tumeona pia katika hospitali zetu, hata katika PGH mochari, watu wamekufa na wanapotea kutoka kwa mochari, kumaanisha kwamba kuna utepetevu mwingi katika hospitali zetu. Tukisalia hapo kwa dawa, umesema kuwa gavana ndio huwa anazindua malori ambayo amebeba dawa akiwa na waziri wa afya. Zile dawa zinaenda wapi kama zinazinduliwa na zinawekwa katika hospitali ya PGH? Baadaye huwa zinakwenda wapi? Utafiti wetu unaonyeshana kwamba hii miezi mitatu gavana anapozindua madawa, tunaona kama lori 5-6 zimepakiwa madawa. Lakini jambo ambalo zinatushangaza, tunaona kwamba hakuna madawa hospitalini. Sisi tumeona kana kwamba kuna biashara inaenda kati ya maafisa wakubwa katika county government ya Nakuru na zile chemist katika maeneo ya Nakuru. Wanauzia hiyo madawa, zinakuwa diverted to chemist ili kwamba ziweze kuuzwa. Na pia kuna ule uwezekano kwamba wanatuonesha madawa za milioni 50 zimezunduliwa, lakini pengine kule ndani ni mabox ambazo hazina madawa, kumaanisha kwamba pesa mingi zinaporwa. Jambo lingine pia kuna hili mambo ya Facility Improvement Fund ambazo Nakuru County inapataka pesa mingi sana. Na hizi pesa tunauliza zinaendaga wapi? Kwa sababu hivi karibuni tunaona kwamba Controller of Budget, Auditor General aliweza kutoa ripoti ya kwamba county ya Nakuru iko na zaidi ya 311 bank accounts. Mingi zao hizi bank accounts tunasikia ni za hospitali. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna a lot of corruption, because wagonjwa wengi wanapoenda pale hospitalini, hasa hapa katika PJ, tumekuwa tukisikia visa ya kwamba wanaenda pale wanaambiwa nyinyi leta cash, leta pesa hapa kando
kando. Kwa hivyo inaonekana kuna ile ufisadi inaendelea, ambapo kuna pesa zinapatiano cash, ambazo hizo cash zinaenda kwa maofisa fulani wa kaunti ya Nakuru. Jambo lingine ni kwamba hili mambo la bank accounts lichunguzwe na serikali, kwa sababu tunasikia hapa National Bank kuna pesa zinatolewa katika Kenya Commercial Bank, na hizi pesa hatujui zinaenda wapi, kwa sababu hazisaidii hospitali, ila zingine zinaenda katika political campaigns, ambazo tumeona governor akiwa anazunguka katika kaunti yote akipatiwa watu 300. Asante sana. Hayo ni madai tu ambayo bado hatujayathibitisha. Kwa maoni yako, katika kaunti ya Nakuru na katika kaunti zingine pia katika taifa la Kenya, swala la afya limekuwa na changamoto kubwa. Pengine ni wakati mwafaka kuwa serikali za kaunti ziweze kurudisha huduma za afya kwa serikali kuu. Yes, kwa majina naitwa Brian Davis Atancha. Mimi ni mkazi wa Nakuru and I'm also a doctor, nutritionist doctor. Yes, ningependa kusema kwamba there is corruption in this county, and also it has deteriorated into the formation of poor health status in individuals in PGH, because PGH is a referral hospital, and also a lot of individuals got their patients because of being a referral hospital in Nakuru. So I'd like to say the money should not be coming to counties. It should be done at the national government level, because of lack of steady entitlements of distribution of medicine and also distribution of food, because there is also lack of food in hospitals, which is also getting worse and worse, because even the people who are coming to visit the patients, they're not even allowed to get in with foods, and also there is this distribution of GMO nutrients, especially in market centers. So before even we talk about the money distribution and all that, we should also talk about the GMO. GMO is another disorder that is, people are really eating it, and it's also deteriorating their lifespan and also giving them risk problems. Maoni yako, umesema kuwa serikali za kaunti ama afya, fedha tu zile ambazo za afya ziweze kupelekwa katika serikali kuu ili iweze kuhudumia Wakenya wote. Kwa maoni yako tu kwa sekunde 30, una imani na serikali kuu na wizara ya afya kwa ujumla? Naam, niko na imani nayo, kwa sababu najua we should give them a benefit of a doubt, because this is also, we are also talking about the people who are also sick and also are facing different types of medications that they should be consuming. So I'd like to say I have a benefit of doubt. We believe in them, because at the end of the day they are serving the people who elected them. Asante sana. Pengine kwa maoni yako mzee, kaunti ambazo ziko katika taifa hili la Kenya ni kaunti 47 na zote limepewa jukumu la kuendesha sekta ya afya. Kwa maoni yako, endapo kutakuwa na msongo wa ugonjwa kama ule wa corona, unadhani kaunti hapa nchini ziko tayari kukabiliana na janga kama lile? Well, my response to that question will be done in English, and I actually have a problem, because presently when you look at the state of health in our county, and by extension in the entire country, which is comprised of 47 counties, we are at an epic low level of health state. And it is a critical thing at this point in time. If we want to talk about health at any time, we talk about the state of the people themselves. And the people of Kenya are depressed. The people of Kenya are suffering mental problems that are very critical. And it's as a result of the state of affairs, economic, political, and social. And so when we talk in very general terms, and to be very precise, the state of health in our county, beginning from our county here in Nakuru, throughout the entire country, in all the 47 counties, is wanting, and wanting in very critical ways. So that really it becomes a problem for us to begin to think on where to seek solace. Kwa sekunde pengine 10 tu, kipi kinafaa kufanywa ili kunyoosha afya hapa nchini? Well, one of the areas which I think I can point out is the area of the people themselves. We have been diagnosed by none other than our head of state as a people who are average thinkers. Is it possible for us to up our thinking and
put to check our systems, because it's not just the health sector that is wanting. The whole country, in very many aspects, is wanting. And so the whole issue revolves around the people. It is us who are the problem. When you come to think about the genesis of our problems, it is the people themselves, and we have to look into ourselves for solutions. Asante sana Joash, ndio maoni hayo ya wakazi wa jiji hili la Nakuru. Kutoka hapa sina la ziada, kwa studioni. Nama shukran sana mwandishi wetu habari kutoka Nakuru Mike Chalo kwa tathmini hiyo, na vile vile kuzungumza na wakazi kuhusiana na hali ya afya katika kaunti. Na mtazamaji, hapa studioni pia tunaendelea na mazungumzo yetu ili kuhakikisha kwamba haya mazungumzo yanakufaa, kwa sababu tunapozungumzia afya tumekugusa, na unapoguswa basi toa hisia zako pia. Na mtazamaji, ndiposa tumeweza kufungulia laini zetu za simu. Tupigie simu live, nambari ya simu iko kwenye kiwambo chako. Tutumie ujumbe kwenye WhatsApp, tueleze hali ya afya iko vipi katika kaunti yako. Unadhani kwamba afya imeboreshwa au bado kuna la mno linafaa kufanyika kutoka kwa viongozi wa kaunti hiyo? Hayo yote tutakuwa tunayasoma kadri muda unavyozidi kusonga. Naarifiwa mwandishi wetu habari Susan Locho yuko ange kabisa kutoka katikati ya jiji la Nairobi. Hivi sasa maafisa tabibu wanafanya maandamano leo, ikiwa ni siku ya 35 ambapo wanataka maslahi yao yote yaangaziwe na serikali ya kaunti na vile vile serikali kuu. Na moja kwa moja, Locho, hali iko vipi na maandamano hayo yameanza? Asante sana Onsare, na kupata kwa njia safi nikiwa nje ya bustani la Green Park, na nyuma yangu ni baadhi ya maafisa tabibu, leo ikiwa ni siku ya 37 ya mgomo wao jijini Nairobi. Maafisa hawa wamejipanga kuanza maandamano yao ya amani yatakayoanzia katika bustani hili la Green Park hadi katika Wizara ya Afya. Maandamano haya yanakuja siku chache tu baada ya mazungumzo yao na baraza la magavana, lakini maafisa hawa walishikilia kwamba wataendeleza mgomo hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Baadhi ya mambo wanayodai ni mishahara kwa maafisa wanaofanya kazi chini ya mpango wa Global Fund ambayo yamecheleweshwa kwa miezi 19 kufikia sasa. Maafisa ambao wanafanya kazi chini ya mpango wa UHC wanataka mikataba ya kudumu na pia bima ya afya. Kwa hivyo nitazungumza na baadhi ya maafisa hawa ambao wako nyuma yangu na watanieleza tu ni kipi kimewaleta uwanjani siku ya leo. Nitampata huyu mmoja. Hujambo? Si jambo. Naomba uniambie jina lako na wewe ni afisa tabibu chini ya mpango upi? Kwa majina naitwa Hosea Mosbey. Mimi ni afisa tabibu katika niko permanent and pensionable. Aha, na siku ya leo mmejiunga hapa kwa maandamano ya amani, ni yepi mngependa yashughulikiwe? Ya kwanza kabisa tungeweza serikali iweze kutia saini CBA ile ambayo waliweza kukubaliana na union yetu. Alafu ya pili tunataka waweze kutii return to work formulas. Ya tatu tunataka waweze kuabsorb wale ambao ndio wako kwa UHC waweze kuingia permanent and pensionable. Ya nne ni Global Fund officers, wale ambao wameweza kuteseka kwa mwaka 1.5 waweze kulipwa mshahara na waweze pia kuwekwa kwenye permanent and pensionable. Mmesema walitia saini mazunini SRS. Hiyo ilikuwa lini na mnatarajia ifanikishwe kufikia lini? SRC waliweza kukubaliana na yale matakwa ambayo tulikuwa tumeweza kuzungumza kwa pamoja. Takriban miezi ambazo ni karibu 4 ambazo zimepita, na serikali haijawahi tilia maanani kuweza kuweka saini mkataba huo. Asante. Na COG na Ministry of Health. Asante sana. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo wanataka yashughulikiwe, na pia maafisa hawa walizungumzia hapo mwanzo kazi yao. Wanataka sehemu zao za kazi ziboreshwe
maboresho yale mazingira ya kazi. Kwa hivyo mimi nakita kambi maeneo haya na nitakuwa nakuletea taarifa hizi na zingine nyingi. Mimi ni Susan Locho, narejea kwako Joash Onsare. Naam, shukran sana Susan Locho kwa tathmini hiyo, ukizungumza na baadhi ya wahudumu wa afya, hasa maafisa tabibu ambao wanaendelea kushinikiza serikali kuhakikisha wanatimiza maslahi yao ama matakwa yao wanapofanya kazi ya kuwahudumia wananchi. Na mtazamaji, Peterson Wachira ashawasili katika studio zetu, na yeye ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa maafisa tabibu nchini, na atakuwa anatupa mwanga zaidi. Peterson Wachira, karibu sana. Na najua hivi sasa mnaendelea na maandamano mkishinikiza matakwa yenu yaafikiwe na serikali, serikali kuu na hata serikali za kaunti, kwa sababu najua kuna wakati pia mliungana na viongozi wa wahudumu wa afya katika kaunti ya Nairobi angalau kushinikiza serikali kutimiza matakwa. Tunapozungumzia mgomo wenu na vile vile maandamano ambayo mnayafanya, mko kwenye mazungumzo, mshaanza mazungumzo na wahusika? Asante sana Onsare. Naam. Asante kwa mwaliko pia. Ndio. Wakati wowote mnatuita hapa tunaweza kuzungumzia mambo ya afya. Mnatusaidia sana kama nchi tuweze kutekeleza yale maono yetu ya Vision 2030 na pia pamoja na maono ya afya kwa wote, ama ukipenda universal health coverage. Ndio. Na niseme ya kwamba huu mgomo wetu ambao siku ya leo umeingia siku ya 36, ndio, ni mgomo ambao haukufaa kuwa kabisa. Kwa sababu tuliweza kwanza tukapatiana muda wa siku 21 ndio waajiri wetu waweze kukaa chini nasi, tuweze kukamilisha CBA, tuweze kukamilisha mambo ya return to work agreement ya mwaka wa 2024 kama vile koti iliweza ikaelekeza, kwa sababu ni maelekezo ya koti. Ndio. Lakini kwa siku 21 hatukuwahi itwa mkutano, hatukuwahi ongeleshwa. Tulipatiana yale ile siku 21 tarehe 2 Disemba. Ndio. Tarehe 9 tukatokea maandamano kuwakumbusha ya kwamba tuliwapatia siku 21 muweze kuhakikisha ya kwamba mnaangazia mambo yetu, lakini hamjaangazia. Hawakutusikia. Ilipofikia tarehe 23 tulikuwa tunaenda kwa mgomo. Badala ya baraza la magavana watuite tuweze kukaa chini na kuelewana, walikimbia kotini. Na tunashukuru sana koti, kwa sababu koti ilikataa kuwasikiza. Iliwanyima zile order za kuturudisha kazini. Ndio. Na kesi yao haikuwa declared ama certified agent, kwa sababu koti yenyewe inajua hawa watu kwa mara kadhaa wameweza kupatiwa orders na wakazikiuka. Pia jambo lingine ni ya kwamba approval ya SRC ilikuja tarehe 22 na ilifanywa tarehe 20. Kwa hivyo kulikuwa na nafasi ya sisi tuweze kuketi chini hiyo tarehe 22, na kwanza hatungeenda hata kwa huo mgomo. Ndio. Ukiangazia pia serikali kuu, tuliweza kukamilisha makubaliano ya jumla ama CBA mwezi wa 8 mwaka uliopita. Kutoka mwezi wa 9 tumekuwa tukingoja tu itiwe sahihi. Na ndio maana nasema ni mgomo ambao haukufaa kuwa. Lakini pia kwa siku 36 tumekuwa kwa mgomo, Wizara ya Afya haijaweza kutuita tukawa na kikao hata kimoja. Sisi tunaona tu waziri anaongea kwa runinga, tunaenda maandamano kumtafuta, hapatikani. Tunaenda kumtafuta baadaye sisi atuongeleshe, anaita wanahabari, anaongelesha Wakenya. Sasa sijui tutawezaje kusuluhisha haya mambo. Ndio. Lakini kwa baraza la magavana kutoka tarehe 22 ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Naam. Wiki iliyopita tuliweza kuanza majadiliano ambayo inaendelea hata kwa sasa. Nimetoka kule na nitarudi kule baadaye, na niseme yanaenda vizuri. Ndio. Na kuna uwezekano kama kila kitu kitaenda vile inavyofaa, labda tunaweza kuwa na maelewano leo hii. Kama tutaweza kufikia labda ule mwafaka. Naam. Lakini kwa wizara hadi kwa sasa hatujui itaisha lini, kwa sababu hatujaalikwa. Tunaona waziri anatuongelesha kupitia runinga. Sijui sasa kama na sisi tutarudisha kwa runinga, tuone kama tutaelewana pale ndio tuende tusaini. Naam.
lakini ni vyema ya kwamba Wakenya wajue wale viongozi wako nao na kama ni watu ambao wanawajali. Kwa sababu kama tunaweza fanywa tukaenda kwa mgomo kwa sababu mtu amekataa tu kutia sahihi, approvals zote ziko, na yeye ndiye ameweza akapatiwa ile nguvu kutekeleza kile kipengele cha 43 ambacho kinasema kila Mkenya aweze kufikiwa na ako na haki ya kupata huduma ya afya ya kiwango cha juu iwezekanavyo. Lakini yeye mwenyewe ndiye anakuwa ni sasa anazuilia yule Mkenya kuweza kufikia ile haki yake. Naam. Inakuwa changamoto. Na asante kwa hilo. Nije kwako Boaz Onchari. Najua kuna mengi ambayo mnataka yafikiwe na serikali, haswa serikali ya kaunti ya Nairobi. Labda ni kipi hiki, kwa sababu kuna Mkenya anasema wanaandamana tu. Wanataka nini? Mishahara si wako nayo. Ni kipi hiki ambacho mnataka? Asante sana kwa swala hilo. Ndio. Wajua wahudumu wa afya wanapoenda kwenye mgomo vile mwenzangu amesema, ndio, hasa ni mwajiri ndiye ako kwenye mgomo. Kwa sababu kabla sisi tutoke nje ama tuweze kuondoka pale ambapo tunafanyia kazi na kusema sasa punda amechoka, kumaanisha kuwa kuna wakati tumempa na kuwasilisha malalamishi yetu kwake na kumpa wakati ili ayaweze kuyaleta kwa meza, tuyajadili na tupate mwelekeo. Lakini haiwezekani, na hii ni tabia ambayo waajiri wengi wameichukulia, kwamba tukiwapa ilani ya kwamba kuna mambo ambayo tungetaka yajadiliwe ili tusiende kwenye mgomo, wanangoja hadi siku ya mwisho au ile siku ambao mgomo umeanza ndipo sasa wanaanza kujeni tuongee. Ili hali tumewapatia muda wa siku 14, sisi tuliwapa muda wa siku 7 ili tuje kwenye meza na tuwaeleze kuwa haya mambo ni machungu sana kwa wahudumu wa afya na yanastahili kutimizwa, kwa sababu si mambo mageni. Onsare, mambo ambayo tunataka mwajiri wetu atekeleze ni mambo ambayo tuliafikiana miaka 2 iliyopita. Naam. Sasa hivi tuko nje kumuuliza ni kwa nini hutaki kuyatekeleza. Ndio. Na ule wasiwasi ambao tuko nao, hatutaki tena kurudi kuweka mkataba mwingine ama kuwafikiana na asitekeleze. Ikiwa tuliweka mkataba miaka 2 iliyopita, tumempa wakati wa kutekeleza miaka 2, kuna yale yametendeka. Kwa hivyo sasa hatujaona kuwa ako na nia njema ya kuhakikisha kuwa yale mambo ambayo tunataka yatekelezwe. Haiwezekani kuwa mhudumu wa afya unataka awe kazini apeane huduma hizo za afya, lakini yeye akiwa mgonjwa ama wale ambao wanamtegemea hawezi kupata zile huduma. Sasa hivi tuna wenzetu ambao wako hospitali, hatuna bima ya afya ya kuwahudumia. Wengine wetu kuna wale ambao wamepona sasa hivi wameshikiliwa kwenye hospitali kwa sababu hiyo bima haifanyi kazi, na inastahili sasa waingie kwenye mifuko, watafute pesa, walipe, ndipo waweze kuachiliwa waende nyumbani. Kwa hivyo huyu mhudumu ambaye unataka aende pale hospitali apeane hizo huduma, lazima awe timamu kiakili, lazima mazingira yake yawe sawa, ndiposa hata yeye zile huduma ambazo unataka apeane ziwe sawa. Naam. Huyu mhudumu wa afya ambaye unataka apeane hizi huduma kwa miaka 10, kwa miaka 15 ambayo ameajiriwa, hajaweza kupandishwa cheo. Ili hali katika kandarasi ya uajiri iko wazi, baada ya muda fulani wastahili kusonga kwenda cheo fulani. Ikiwa umerudi shule ukasoma, ukirudi wastahili kupanda hadi cheo fulani. Na haya si mambo ya kusukuma. Kwenye bajeti kila wakati tunaambiwa pesa imetengwa, pesa imetengwa. Hii pesa inatengwa, itaendelea kutengwa mpaka lini? Inakuwa changamoto. Wakati kuna wakati ile wakati wa NMS. Uajiri unasema unaponipa kandarasi kwa muda fulani, kandarasi hiyo inapokwisha, kuna yale marupurupu ya shukrani, kwa kimombo inaitwa gratuity. Haya marupurupu
tulikuwa tumekubaliana kwamba kandarasi hiyo itakapokamilika, wale wote ambao walifanya katika kitengo cha NMS waweze kupatiwa hayo marupurupu. Ni pesa ambazo zilikuwa na zipo. Mbona iwe ngumu kuachilia hizi pesa wenzetu wapewe, waweze kujikimu kimaisha? Kwa sababu si jambo ambalo ni la kuombelea. Hili ni jambo ambalo wanalistahili na liko kwenye katiba na liko kwenye sheria za uajiri. Ndio. Jambo lingine, namshukuru ni sawa, kwa sababu tunasema mgala muue lakini haki yake umpe. Kwa mara ya kwanza hata alishangaza wengi, hata wengine mpaka sasa hivi hawajaamini. Aliweza kulipa mshahara wa Januari jana gavana wetu wa jimbo la Nairobi, Bwana Arthur Johnson Sakaja. Tunasema ni asante, lakini si furaha, kwa sababu ni haki. Mshahara ni haki. Ndio. Kulipa mshahara kwa wakati ufao ni haki. Ndio. Kwa hivyo mahali umetenda vyema, tutasema endelea heko na uendelee hivyo hivyo. Sisi wahudumu wa afya hatufai kuwa kwa maandamano. Ndio. Lakini ukitusukuma na iwe kama hiyo ndio njia ambayo tutakufanya wewe uje kwenye mazungumzo tukubaliane, basi ndio maana inabidi. Sasa hivi hatutaki kuhujumu yale mazungumzo ambayo yanaendelea. Jana tungefaa kuwa kwa maandamano, lakini kwa ile nia njema ambayo gavana na wale ambao wako chini yake walionyesha ya kwamba kuja tusemezane ili tuweze kupata mwafaka. Wakati huu hatutaki kuweka mwafaka ambao utakuwa ni ule tu tumekubaliana rudi. Ni mkataba ambao tunaongelea kuhusu mutatekeleza lini. Hizi pesa zipo. Kwa hivyo ile tunataka ni tukubaliana ya kwamba ikiwa kufikia mwezi wa Februari haya matakwa yawe yametimizwa, kama ni hizi pesa, hizi fedha ziwe zimeachiliwa, zifike kwenye mifuko ya wale ambao wanastahili. Ndio. Na hilo tu ndilo tunataka. Wakitimiza hilo, sisi tutarudi kazini na kuendelea kutimiza wajibu wetu. Na shukran sana kwa kauli hiyo. Ni kauli ambayo nimemsikiliza pia Peterson akizungumzia kwamba magavana angalau wameanza kuwa na yale mazungumzo kuhusiana na masuala ya afya. Peterson Mutuku, kunradhi, majina yenu unajua yanakiana. Peter Mutuku, tunapozungumzia swala hili la ugatuzi na vile sekta ya afya kugatuliwa, angalau nimekujua ukiwa katika serikali za awali katika kaunti ya Nairobi, hata NMS ulikuwa unadadisi mambo kwa undani kujua namna shughuli zinaendelea. Tunapozungumzia kugatuliwa kwa huduma za afya kwenye kaunti, kwa mtazamo wako, ni wapi migongano inatokea na tufanye nini kwenda mbele? Kwa sababu najua mwisho wa siku Mkenya ndo anaumia. Fahali wawili wakipigana, Mkenya anaumia, alivyosema pia Peterson Wachira pale. Sasa hapa tufanyeje ili tulainishe mambo haya, kwa sababu kuna communication breakdown? Mwanzo wache niguzie jambo moja kakangu Boaz amelisema hapa la NMS. Ni jukumu la serikali kuu kulipa fidia yote ambayo inafaa kuenda kwa wafanyikazi wa vitengo aina yoyote ile, wakati NMS ilikuwa in charge of the city. Walipe. Maana hiyo budget iko kwao, ikapelekwa tena kwa serikali kuu. Hata kwa leo haiko tena budget kwa Nairobi City County. Na wasipolipa ni makosa makubwa sana, kwa sababu Boaz kesho atakuja hapa atayazungumza. Na unajua Boaz ni kiongozi anawakilisha wengi, na ni vizuri sana ameyazungumza hapa, ndio tuweke wazi. Maana sio peke yake mambo ya huduma wa afya, kuna mambo hata wenye kandarasi zingine, hata kujenga barabara, mashule, mambo mengi, na hata mahospitali. Yoyote yule ambaye alifanya chochote kile wakati ule NMS ilikuwa kwa uongozi wa Nairobi, serikali kuu itenge fedha iwalipe. Kwa sababu vile alisema, hata mimi mwenyewe gratitude yangu ikachelewa, hiyo fidia yangu hiyo ni kunihujumu haki zangu. Na kama yangu inaniumiza, kila mwingine inamuumiza. Turejelee mambo ya Nairobi County
afya Nairobi County, afya Mandera, afya Nakuru na kwele kwengine. Nimesikia watu wakizungumza. Ndio. Kila wakati kama mpaka haionekani vizuri, jambo lolote ukiweka mpaka, lazima ule mpaka iwe inaonekana hii ni mpaka kweli. Ukitoka Kenya ukielekea Uganda, tunajua mpaka imefika wapi. Vivyo hivyo mambo ya afya kama yameteremshwa mpaka county, pia na fedha, uongozi, nikimaanisha management yote pia ipewe nafasi ifanye kazi. Lakini tukiwa na changamoto ya kwamba lazima kama vile nimesikia Peterson akisema Wachira hapa, mazungumzo yakafanywa mwaka jana na waziri mkuu. Ndio. Lakini kutoka mpaka leo hiyo CB what? CB. Return to work agreement. Hiyo CBA. Kwamba signature haijawekwa, sahihi haijasainiwa. Makubaliano yalifanywa. Then hakuwa makubaliano. Maanake makubaliano yakiwa lazima kuwe na saini, na kuweka saini ni kumaanisha tumekubaliana. Lakini kutoka mwezi wa 8 mpaka leo mwaka mwingine mwezi wa kwanza, ni nini kimefanyika katikati? Wakati hizo miezi 4 ni mabadiliko gani yalifanyika? Ni nini waliona ifai? Mbona kusiwe na mazungumzo mengine? Peterson balada waachile waende maandamano, waitwe ambie tulipomaliza ile mazungumzo tumechelewesha kuweka saini kwa sababu tuliona kipengele cha 3A ama cha 4C kina tatizo kidogo, dosari kidogo. Jooni tuzungumzane, turekebishe na tuendelee. Maana wakati kama huu 2026, miaka 63 tangu tupate huru, hatufai kuwa na mambo ya ati wauguzi wanaandamana. Bila shaka wanaandamana. Maanake kuwa wauguzi na mambo kama ya wahudumu kama kina Peterson, hiyo sio mambo ya dharura, ati sio mambo inatokea kama kiangazi haikuwa imepangiwa. Kuna mipangilio, na kama mipangilio haifuatilii vizuri, inamaanisha kwa kimombo kuna sabotage kutoka mahali fulani, either selfish or unselfish or uninformed sabotage. Kwa sababu haiwezi kuwa tu tutakuwa tunazungumza mambo ya afya tunalete kama mzaa. Unajua leo ukiwa mgonjwa watakuelezea kwa sababu gani huwa hospitali kuna mipangilio. Ukifika unapimwa sehemu zako kama uko sawa, ndio ujulikane utapelekwa kwa emergency ama utangojea kwa laini. Like, elimu inaweza chelewa kidogo. Hata tunaweza tumia mabarabara ambazo si nzuri sana. Ndio. Lakini mambo ya elimu hatuwezi cheza nayo, na serikali kuu na Council of Governors waketi hii mambo iishe na iishe leo. Ndiyo. Kwa sababu tena kwa leo wanaelewa. Nimesikia Boaz jina lake nikitafuta naliona pale kwa Biblia. Peterson jina lake liko pale, wewe pia. Sasa hapa tukiangalia kwa Biblia, kulingana na imani yetu kwamba Mungu akafanya kazi siku 6 na ya 7 akapumzika. This is 2026. Tuchukue hiyo 6 hiyo. Hii ndio tunafaa kufanya kazi vizuri sana. Ndio 2027 tukienda mapumziko tushafanya kazi. Mambo ya kuweza kwa sawa. Tushafanya kazi. Naam, asante kwa kauli hiyo nzuri. Peterson, unasemaje? Labda kuna jambo amesema. Aniseme majina yangu labda haiko kwa Biblia. Lile jina ambalo nilipewa si langu, nilipewa ndilo la Biblia, lakini sitaki kwenda kwa na lighter note. Ile nilikuwa niseme ndio ni ya kwamba makubaliano yapo. Sisi tuliketi na ile kamati ilikuwa imewekwa kujadili na kukubaliana ile CBA. Tukamaliza na tukainitialize. Waziri wakati wowote ameulizwa na wanahabari, uko na shida na CBA? Amesema mimi sina shida. Yeye anasema anangoja tu Council of Governors imalize. Kwa hivyo tumengoja kutoka mwezi wa 8 juu waziri anataka assign pamoja na Council of Governors. Hakuna shida nyingine kabisa. Ako nayo kwa yale makubaliano. Ndio. Ni saini tu imekosa. Ni saini tu. Ndio. Namshukuru. Kwako tena. Ndio. Peterson. Kama kuna saini then hakuna makubaliano.
makubaliano tukiweka hapa, tuwe na mkakati, tuseme Joash, manake Joash hapa ana kishamba kidogo kule sehemu ya huko kwao Kisii, tunataka kwanza sisi kupanda ndizi, kwamba ameandika lakini hakuna signature. Where there is no signature, makubaliano hajaisha. Kwa hivyo yeye waziri wa afya asaini, aache kuweka sisi kwa hamaki, aache kutuweka kwa hamaki, asaini leo. Shukran sana Boaz. Nilitaka kuchangia kwa hilo, tumweleza ya kwamba hasa wakati kuna majadiliano waziri huwa hayupo. Kuna wale ambao wametwikwa hayo majukumu ya kuja kwenye meza, ndio tunajadiliana, tunakubaliana. Lakini kwa vile vipengele ambavyo vinastahili yeye ndiye aweze kutia sahihi, kumaanisha wale ambao walituma waje kwenye mazungumzo na tukajadiliana, tumekubaliana, yeye upande wake ni kuwauliza kwamba je, haya ndio mlio jadili? Haya ndio makubaliano? Ndio. Sasa ikiwa wale ambao alitwika jukumu la kuja kwa meza wakajadiliana na ndugu yangu na uongozi wa afisa tabibu, kwa nini asitie sahihi? Kwa sababu hawa ambao walitwikwa hawajakataa kuwa hatukukubaliana na yale ambayo yako hapo. Kwa hivyo ndugu yangu aliposema kuwa wakati mwingine kuna kitu kinaitwa sabotage, mimi si afisa tabibu, lakini kule mahali nimeketi, huenda waziri ndiye wa kwanza kugandamiza haya makubaliano yote, siyafanya pande yake, alafu sasa uongozi wa afisa tabibu uelekeze malalamishi yao kwa uongozi wa kaunti. Ndio. Yeye aseme basi upande wangu nimekamilisha yale ambayo, mbona yeye aseme mimi nangoja yule? Inakuwa ni changamoto. Naam, shukran sana Boaz kwa hilo. Naona kauli zenu zinawiana. Peter Mutuku umesema kwamba atie saini, sio? Si atie saini kwa sababu kama na sio lazima. Sio lazima atie saini. Ndio. Yeye anasema ni kwamba alituma akatwika wengine majukumu. Ndio. Sasa yeye basi anafaa kutueleza wale ni watuma washenga, hakuwa washenga tena, wamekuwa madalali. Ndio. Manake wangekuwa washenga wa kweli wangeniletea bindi bila kuguzwa. Lakini vile nimeona hivi uliwatuma sio washenga, ni madalali. Shukran sana. Mtazamaji, ndo mazungumzo tunakuwa nayo hapa studioni nikizungumza na viongozi hawa, watueleze ni kipi ambacho kinafaa kufanyika kuhusiana na masuala haya ya afya, kwa sababu tunapozungumzia afya siku zote, iwapo wewe ni mgonjwa basi mambo mengi yanasimama, na vile vile hata wale ambao wanakutegemea pia wanaathirika. Na pia mtazamaji, una sauti kubwa sana. Viongozi hao wanapopigana kupigania maslahi yao, pia ukitoa sauti inasikika, kwa sababu si wao tu watakuwa pale hospitalini, wanakuhitaji, unawahitaji. Lazima mshirikiane kwa pamoja. Na wakati fulani tuliweza kuona maafisa ama wahudumu wa afya wakiwaita Wakenya pia washiriki katika hayo maandamano ili kuishinikiza serikali au wale wahusika ambao wanafaa kuhakikisha maslahi ya wahudumu yanatimia. Na hayo yote muhimu sana kwa kila mtu, na tutaendelea kuyazungumzia. Tupigie simu, toa hisia zako. Vizuri pia utueleze kaunti yako inafanya vipi katika masuala ya afya. Tuambie unaitwa nani na unatutazama kutoka wapi, na sauti yako itaweza kusikika. Hivi sasa tutoke studioni kidogo, tuelekee maeneo ya Taita Taveta. Mwandishi wetu Mariki yuko tayari. Julius, hali iko vipi kule Taita Taveta, wanasemaje? Shukrani sana Joash Onsare kutoka studioni leo hii katika swala zima la ugatuzi, hasa katika swala la afya. Nimeweza kuzungumza na baadhi ya wakaazi wa kaunti ya Taita Taveta wakinielezea hisia zao kuhusu mpango mzima wa huduma za afya kwenye kaunti. Nataka kuangazia sana sana kaunti ya Taita Taveta kwa huduma hizi za afya. Kumekuwa na matatizo sana sana, nimekuwa nikiangalia vile wanavyo operate, kazi yao bado iko chini. Kwa mfano kwa sasa hii nikiangalia kuna mashini moja ya X-ray ama ni wapi, mara kwa mara wagonjwa hawapati zile huduma ambazo zinafaa. Unaenda pale unaambiwa mashini imeharibika ama inahitaji pesa fulani, ama mtu anataka kupiga picha na huyo mtu hana pesa za kupiga picha. Sasa kama mimi, maoni yangu kuyatoa katika kaunti ya Taita Taveta, huduma hii ya afya ili kuboreka na wafanyikazi kuwa vizuri, wajisikie wako vizuri, wanafaa wawe wanalipwa kwa wakati unaofaa ili kusimamisha migomo hizi ambazo zinatokea mara kwa mara. Maana unakuta
mfanyikazi anataka kufanya kazi yake kulingana na ile kazi anayosomea, lakini kama hana pesa, hata unasikia kuna msemo unasema mkono mtupu hauwezi karamba. Sasa lazima awe na kitu kizuri kwa mfuko wake ndio ili apate kutoa ile huduma kwa mgonjwa vile anataka. Lakini kama hakuna mshahara ama anacheleweshwa sana mshahara, hawezi furahi ile kazi. Hata sasa hivi ukiingia shambani unataka kulima na hulimi vizuri na unajua hakuna kitu, sasa hakuna kitu utafanya. So lazima kuna venye unaweza kupitia huduma ama kujituma vizuri ili upate manufaa kitu mfukoni. Sana sana hawa wa madaktari ama wauguzi wanaofanya kazi wanafanya kazi vizuri ndio, lakini wanavunjwa moyo na kucheleweshwa kupata mshahara zao, na si vizuri. Maana huyu muuguzi ako na familia, ako na watoto, anataka kulipa rent, anataka kufanya nini, anataka kujiendeleza kwa maisha, lakini nakuta anafinyika. Sasa mimi kwa maoni yangu sana sana nilikuwa napendekeza kama ingewezekana hii idara ya afya ingerudishwa kwa national kule juu, ingekuwa vizuri. Migomo za hivi za mara kwa mara hazitakuwa zinatokea. Serikali kuu wameshikilia pesa na afya already ilikuwa imegatuliwa. Serikali kuu tu imebaki na the big four referral hospitals, nimebaki na pia na research, lakini unakuta pesa nyingi bado serikali kuu imebaki nayo, na serikali kuu sasa mara nyingi sasa kazi yake ni policies ambayo haihitaji pesa mingi. Hapa chini ndio pesa mingi inatakikana, lakini unakuta serikali kuu bado imekwamlia pesa pale juu. Kwa hivyo in as much tunalaumu magovernors, pia serikali kuu pia wafanyikazi wa afya, medics kwa kijumla, hao wangebuniwa their commission iwe hao wanalipwa na serikali kuu, ndio hizi mambo mengi ya kila saa mgomo itatatuliwa. Sababu unakuta kila mara mwaka hishi bila mgomo ya madaktari kufanyika, lakini unakuta pia hata wale magovernors unakuta pesa ya mshahara ambayo anaweza kapeana pia hakuna, sababu serikali kuu imeshikilia pesa. Kwa hivyo mara nyingi mimi kwa poni yangu ningependelea serikali kupitia kwa madaktari wawe na commission ambaye itakuwa inaangalia maslahi yao, ambaye itakuwa inasimamia the welfare, both welfares na mambo yao ya mshahara. Ndio hizi mambo ndogo kama mgomo itaisha. Serikali ndogo ibaki tu kusupply dawa na kusupply vitu ambayo itakana upande wa afya. Huduma za afya zinaendelea vizuri, maana ukiwa na SHA na uende pale Moi unapata matibabu. Juzi nimepeleka mgonjwa pale. Nilipokuwa na SHA, although sasa hivi wamegoma. Daktari wamegoma. Lakini ukienda pale hapo emergency unapata matibabu yako kuanzia pale. Lakini tena shida kubwa pia pale emergency, ukienda pale unaandikiwa madawa. Ukiandikiwa madawa umepimwa nini tena unatumwende kununua. Sasa madawa upati pale. Sasa hiyo ndio shida nyingine ambayo tujui madawa sinaenda wapi ama nini nafanyika katika kaunti. Ningependa kabisa governor na wale wote wafuatilie madawa sitoke mali sinatoka ili sikae hospitalini. Sisikae kwa nini kwa chemistry, maana kama chemistry hospitali. So tukishapimwa pale tupate madawa pale. So wafuatilie mali ambapo madawa inapotelea wapi zi madawa. Madaktari nafaa inapofika siku zao za mishahara, tafadhali wapewe mshahara wao, maana daktari ni watu wa muhimu sana kwetu. Wakibaki pale hospitalini na tupate matibabu yao, ni jambo la maana sana. So waangalie mishahara na waangalie mambo ambayo pia daktari wangependa watimiziwe masuala yao, ili wasigome mara kwa mara, maana watu wanaumia pale wanapogoma. Na ndio maoni yao kuhusiana na swala hili zima, wengi wakipendekeza kwamba pengine swala la hela ndilo limekuwa tatizo ama linapelekea changamoto hizi zote. Narejesha sukani kwako studioni kuendelea na mjadala wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni Joash. Naam, shukran sana Julius Mariki kutoka Taita Taveta. Wakazi wakizungumzia masuala ya afya, kuna wale ambao wanasema mambo ni shwari katika masuala ya afya, wahudumu wako sawa, na wengine wanasema kwamba mengi yanahitajika kufanyika. Hisia mseto hizo. Tusikilize wakazi wa Tana River Kunradhi wanasemaje. Abdulaziz Nameka yuko tayari. Abdulaziz Nameka, wakazi wa Tana River wanasemaje?
na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa nikiwa kaunti ya Tana River. Mita chache nyuma yangu ni hospitali ya rufaa ya kaunti ya Tana River. Ni hospitali ambayo kwamba mwezi wa Novemba mwaka jana, mwaka wa 2025, mwanamke mmoja mwenye ujauzito aliweza kupoteza maisha yake baada ya kung'atwa na nyoka, na hospitali hii ama kituo hiki cha afya kukosa dawa ya kutibu sumu ya nyoka. Lakini licha ya hayo, tutaungana tu na baadhi ya wakazi wa kaunti hii, pengine waweze kutuelezea hali ya afya katika kaunti hii pengine iko vipi. Nitazungumza tu na mmoja wa wakazi wa maeneo haya ama eneo hili aweze tu kutuelezea, pengine karibu kuweza kuongea na TV47, alafu ukianza kwa majina yako, alafu vile vile utuelezee pengine kaunti ya Tana River hali ya afya iko vipi katika vituo vya afya. Kwa hakika majina yangu naitwa Yusuf Boru, mimi ni mkaji wa hapa Hola ni CSO. Kwa hakika saa hizi Kenya iko katika ugatuzi wa 4, lakini ukiangalia hii railway hapa, upande hii ni hospitali na upande hii ni manyumba ya wafanyikazi. Hapa hii utasema ni kama ni butcher. Kule mwisho ndio slota watu wanamaliziwa kule. Hapa tukiwa sasa katika ugatuzi wa 4, hii hospitali iko na budget ya 1.4 bilioni ambayo kwamba inatakana madawa na mahitaji muhimu yote ipatikane hapa, lakini mpaka saa hizi wagonjwa wetu hapa kupata madawa hapa imekuwa ni shida, na mpaka referral huwa tunafanywa hata mpaka sub county hospitals ambao kama Malindi, Garissa, Mombasa ndio wagonjwa wetu mara nyingi na wanapelekwa. Ukiangalia katika mtazamo wangu ni kwamba wale viongozi na wale ambao wameajiriwa hapa hawana maslahi ya kuangalia maslahi ya wananchi. Mambo mengi hapa ambayo inaendelea ni kwamba hawa wanaangalia maslahi yao, mambo ya ujenzi na mambo ya renovation, ile pesa haraka, lakini huyu mwananchi ambaye kwamba ameweka wao hapa hatambuliki mpaka saa hii. Hata mambo ya kupatikana dawa haipatikani. Yale yako hapa ndani ni vitanda ya wagonjwa kulalia na kulipishwa ile kama lodge, umelipa ulale, lakini madawa zinaliwa kwa private hospitals. Ni kama hizi private hospitals ni za wao, ndio dawa hapa huwa haipatikani. Na hata ukifuatilia zile unakuja unaambiwa watu wa KEMSA waleti dawa. Tukifuata watu wa KEMSA wanasema sisi tunadai County Referral Hospital pesa nyingi sana. Hiyo sasa pia imekuwa ni changamoto ya maendeleo hapa hospitali hii kupatikana. Mimi nimekomea hapo. Shukrani sana, pengine tutaungana tu na mkazi mwingine naye pia aweze kutuelezea jinsi ya hali ya afya pengine iko katika hospitali kadhaa ya kaunti ya Tana River. Karibu, pengine ukiweza kuanza na majina yako. Mara kwa mara kunashuhudiwa migomo ya madaktari na wauguzi, pengine suluhu ni ipi kuhusiana na migomo hiyo? Pengine ukiweza kuanza na majina yako. Kwa majina, mimi naitwa Rashid James, mimi ni katibu mkuu wa mashirika sio serikali Tana River County katika ofisi ya utetezi wa haki za binadamu. Sisi kawaida huwa tuna monitor closely kitu kinaitwa huduma service delivery katika public institutions, na tunaangalia kuna area kama hospitali very sensitive within the community, katika kwamba kama mtu hana afya haifanyi kile chochote pale. Kwa hivyo tunapata kwamba ni muda mrefu ambao kumekuwa na mgomo, na hii tetesi mambo ya mgomo inajua inaathiri sana wananchi. Sisi kama wakereketu hatutaki kujua kwamba kwa nini hawa watu wanagoma, kwa sababu what we want is about service, because these are taxpayers, na walipa ushuru wanataka kuhakikisha kwamba wanalipa ushuru ili wapate huduma. Kama endapo wanalipa ushuru na huduma hazipatikani kutoka hapo, na tunasema kwamba tunaenda kugomea hii kulipa ushuru kwa sababu it is unconstitutional kabisa. Pengine unaona kaunti ya Tana River hali ya afya pengine imeangaziwa kwa kina zaidi. Hali ya afya katika hivyo tumekuwa tumeparticipate katika masuala mambo ya bajeti, mchakato wa bajeti mzima. Tumeweza kuincrease hiyo budget kiwango cha kwamba sasa hii inaenda 1.4 million na kuhakikisha kwamba hiyo imeweza kufikia, kwa sababu tumepata personal emolument ndio wages ndio iko kubwa zaidi, kwa sababu we can only have about 400 million shillings kwa masuala mambo ya kukabiliana na masuala mambo ya madawa na matumizi
matumizi mengine madogo madogo katika hospitali. Pengine unaonelea serikali kuu ingeweza, yani huduma ya afya pengine ingekuwa bora kuregeshwa kwa serikali kuu badala ya kuwekwa kwa serikali ya kaunti? Kusema kweli, kama hii ni mmoja hapo ambao ni taasisi ambayo imegatuliwa katika kaunti na inatakana kuwa inasimamiwa katika kaunti. Hizi ni huduma ambazo zinatakana kuwa kuregeshwa katika serikali kuu, kwa sababu huduma hatuoni tofauti yenyewe katika kwamba kama ambapo bado serikali kuu inaweza pata, kwa sababu bado migomo kule juu pia tunayaona na kaunti pia tunaona. Sisi tunataka tu kuambia waweke mikakati thabiti ya kwamba hatutaki kukosa huduma katika taasisi, kwa sababu there's a lot of watu kukosa huduma katika hapa hospitali, na sisi ni kuhakikisha kama wale ambao wanatoa ushuru wanapata huduma wakati ule wowote ambao unapatikana. Hii ni kumaanisha kwamba endapo kwamba hawataenda kukaa chini kuhakikisha kwamba kurekebisha haya madai wa wauguzi ambao wanadai kulipwa malipo yao, kwa sababu ina impact sisi kama wananchi, ina impact the common mwananchi who is the taxpayer, ambaye hataki kujua nini ambacho kinaendelea kuhusu masuala mambo ya migomo hiyo. Yeye anataka kuangalia huduma. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia kama hawataweza kwenda kuimprove, kwa sababu sasa hivi tunavyoongea kuna RRI ambaye serikali ya kaunti imeweka ya kuweza kuimprove masuala kama haya. Kama hataenda kuimprove kuhakikisha kwamba hiyo taasisi inafanyika, then we have no option of civil society, we are going to close the hospital, kwa sababu yes, tutaenda kufunga hospitali yote na kuhakikisha wale wafanyakazi, because we are paying them, and if we are paying them, they are supposed to be delivering services katika hiyo hospitali. Shukran sana Joash Onsare. Umesikia ni kauli mbalimbali ya wakazi wa eneo hili ambao hasa ni wanaharakati hawa wa kaunti hii ya Tana River, wakisema kuwa hali ya afya katika hospitali hii ama katika vituo kadhaa vya Tana River vimeweza kudorora na vile vile kuchangiwa na uzembe kutoka kaunti hii ya Tana River. Joash Onsare, sina la ziada, narudisha kwako studioni kuweza kuendelea na mjadala. Naam, shukran sana Abdulaziz Nameka ukizungumza na wakazi kuhusiana na masuala hayo ya afya. Bungoma, hali iko vipi? Sostini Wanji, Wakenya wanasemaje kuhusiana na masuala haya ya hali ya afya katika kaunti? Naam, shukran Joash Onsare. Ni kweli kwamba sekta ya afya ni sekta muhimu kabisa, na hii leo tunataka tuangazie sekta hiyo. Niko na wakazi hapa mjini Bungoma waweze kuzungumzia ni zipi hisia wanazo kuhusiana na sekta ya afya. Je, sekta ya afya imeweza kuangaziwa vyema hapa katika kaunti ya Bungoma? Kwa utangulizi wa jina. Kwa majina naitwa Emmanuel Wekesa Stuma, the one and only mayor in Africa as well as opposition leader, and I'm a no-nonsense man. So mimi nasali ni mkazi wa Bungoma County, na hapa vile tunasema hivi Bungoma County ni Mungu tu ndiye anatuponya. Hata wengine tukikonjeka tunaogopa kwenda hospitali, kwa sababu ukiangalia hospitali zetu zimejengwa ni in the name of buildings tu, lakini hakuna matibabu mazuri hapo. Kuna mnyama, kuna adui, kuna corruption imekuja, na hii ndiyo imeharibu sekta yetu ya afya hapa Bungoma County. Mnyama anaitwa SHA. SHA ana ukweli ndani mwake. SHA leo amekuwa green, SHA leo kesho atakuwa yellow, SHA kesho atakuwa black. So hii mtu mwenye alileta hii mfumo ya SHA, huyo ndiye aliharibu sekta ya matibabu katika Kenya mzima. So mimi nataka tu kusema ya kwamba kama watatoa hii corruption katika sekta ya SHA, at least mwananchi ataweza kupata like at least 5% ya matibabu aridhike. Lakini sasa hivi tunasema hivi we are on the 0%. Kwa sababu sasa hivi tunasema hivi kaunti yetu hii tunalaka ma expert wa madaktari, hatuna specialists, hatuna lab operators wa kuoperate machine. Yaani ukiona mashini wamenunua siko wameweka tu kwa store na hakuna watu ya kuoperate. Na unapata kaunti huyu mwenye anajiita regional coordinator wetu huyu anatembea na mamilioni anatupa, unasikia kwa wiki atipia yeye amepatiana milioni 20, sijui hizi pesa anatoa wapi. Sasa aweke kwa matibabu. Yeye ndiye anatakana aandika hao watu. Kwa sasa hii matibabu iko kwa devolution, iko under county government. So tunataka tu kusema ya kwamba waweze kuwajibika, waache hii pesa yenye wanatoa sijui wanatoa wapi, wanatembea wanapatiana kwa watu kama handout, na wamesahau facilities za kutosha. Kwa majina naitwa Mutua wa Bungoma County. First and foremost, ningependa kuelekeza kidole cha lawama kwa msimamizi wa hii county ya Bungoma, who is Ken Makelo Lusaka, our governor.
Mr. Governor aliunda kabineti yake, na vile aliteua kabineti yake ya upande wa afya, Mr. Lusaka, huyo jamaa mwenye uliweka side ya afya, afanyi kazi yake, kwa sababu hata ukitembea ukiuliza manases hawajui Minister of Health Bungoma County, na ni manases na anahudumia hao. Ukienda madaktari wengine yani mgonjwa atajua aje Minister of Health ili hali wadogo wake wenyewe hawamjui. So hapo Mr. Lusaka, can you rectify hapo mahali ili afya ikuwe sawa? Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, chukua uzima wa wananchi uipatie kibaumbele. Ukiweka mbele kwa kila hali, afya mambo yatakuwa sawa. Unaweka kibaumbele upande wa afya kivipi? Kitu cha kwanza, hospitali zikuwa na dawa. Kitu cha pili, usafi pale hospitali. Ukitoka hapo ukienda pale district sahi Bungoma Referral hapa, ukitoka huko huwezi kula juu ya usafi, ni chafu sana. Kitu cha tatu, lipa wafanyakazi pale hospitali. Manases wanaenda months without payment. Na unafikiri kwamba ni shughuli gani ambazo zinafaa kurejeshwa kwa serikali kuu kutoka hapa kaunti? Kwanza, kitu cha kwanza, itakuwa vizuri kama serikali kuu itachukua mwelekeo wa kulipa madaktari wenyewe. Waachane na mambo ya kaunti kulipa madaktari. Juu shida kuu sana kwa hospitali ni madaktari na manases kuhudumia wagonjwa kama hawajalipa. Mtu anafanya kazi lakini anafikiria anaitiwa locum, nje anaacha mgonjwa hospitali anaenda ule wa locum. Kwa nini? Pesa hana ya mahitaji. So serikali kuu ichukue mambo ya kulipa manases na madaktari in Bungoma County, ili wasipolipwa tujue ni Mr. Ruto ndio hajalipa, lakini si ati ni Lusaka hajalipa. Irudi kule juu ili mwenyewe ndio wasipolipa madaktari ikuwe Kenya mzima. Isikuwe ni madaktari ama manases wa Bungoma County hawajalipwa, wa Trans Nzoia wamelipwa. Isikuwe wa Thika wamelipwa, wa Uthiru wajalipwa. Wachukue hivyo tu. Mr. Ruto achukue yote. Shukrani. Naam, Joash Onzare, hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi hapa kaunti ya Bungoma, na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Naam, shukrani sana Wanji Sostin kwa hisia hizo ambazo umezikusanya kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Bungoma. Mariki pia alikuwa amezungumza na wakazi wa Taita Taveta, na vile vile Abdulaziz na Meka kutoka maeneo ya Tana River. Tumeyasikiliza mengi tu ambayo yamesemwa na Wakenya ambao wanaangazia masuala ya afya, kwa sababu afya ni muhimu zaidi, na katika kipengele cha 43 cha katiba kila Mkenya na haki ya kupata matibabu yaliyo bora zaidi humu nchini. Na ndo kauli ambayo tunaiendeleza hapa studioni, nikiwa na wataalam wa masuala ya afya, na vile vile ni na mtaalam wa masuala ya uongozi na pia ni mkuu wa huduma Nairobi, ambao tunazidi kuzungumza nao. Niko naye Peter Mutuku ambaye ni mkuu wa huduma Nairobi. Katikati niko naye Boaz Onchari ambaye ni katibu wa muungano wa wauguzi nchini aswa katika tawi la Nairobi, na vile vile niko naye Peterson Wachira ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa maafisa tabibu ukipenda KUKO. Na wadau, umesikiliza nyanjani, hasira iko juu, na kuna masuala ambayo kwa sababu kitambo kidogo nilikuwa naona kwamba nyinyi ambao ni viongozi wa miungano ya wafanyakazi ama wahudumu wa afya, ni nyinyi tu mlikuwa mnatoka barabarani mnajipigania, lakini angalau sasa hivi tunaona Wakenya wanasema walipwe, wapewe kila ambacho wanahitaji, ili pia nasi wa Kenya tupate fursa hiyo. Nitaanza nawe Peterson Wachira kusikiliza hisia zako kuhusiana na nyinyi kama wahudumu wa afya, kwa sababu tumekuwa na tume huru, tume ya huduma ya walimu, kuna huduma ya polisi, lakini hatujaweza kupata huduma ya maafisa wa afya. Labda huo mchakato ulifikia wapi? Kwa sababu nakumbuka ulikuwa moto sana tukiwa katika kampeni za uchaguzi uliopita. Kweli, na it's very exciting kusikia Wakenya wa kawaida wanaelewa haswa shida iko wapi. Na kama vile ulivyosema hapo awali, imekuwa ni sisi tu tunatoka kupigana, lakini sasa tunaona Wakenya wenyewe wameweza kuelewa, wanajua wana haki, wanajua nani anafaa kutimiza ile haki ama kuhakikisha wametimiziwa haki yao, na sasa wanajaribu hata kutupatia solutions.
Na pia kuna kitu kingine huyo dada sikumbuki jina ameweza kuibua cha muhimu sana. Na nadhani kile anachokisema ni ya kwamba miaka 15 sasa inaenda miaka 16 tuliweza kubadilisha katiba. Tukibadilisha katiba sisi kama Wakenya tukakubaliana ya kwamba tunataka kubadilisha uongozi wa sekta ya afya. Na tunataka kupeleka pale kwa serikali za ugatuzi, tukue na serikali 47 ambazo zinasimamia afya kwa njia tofauti. Labda vile wanaweza wakajipanga. Lakini pia ikawa ya kwamba sera zinabaki pale juu kwa Wizara ya Afya, ndio kuweze kuwa na sera ambazo zitaweza kuhakikisha ya kwamba haya mambo yanalainishwa, na kuna zile tunaita uniform application and parity of treatment na yale mambo mengine yote ambayo yanaandamana na sera ambayo inahusisha wizara na kuhakikisha ya kwamba mambo katika zile serikali inaenda sawa sawa. Miaka 15, miaka 16. Mimi nadhani wanasema ni wakati sisi tuketi chini, tutie darubini, tufanye audit, tuulizane, tulichukua mkondo fulani, tukabadilisha njia, tukasema labda hii njia itatufikisha mahali tulikuwa tunataka kwenda. Hiyo njia imetufikisha hapo kwa sababu tunajua tulipo, tunajua pahali tulikuwa kabla twende katika ugatuzi, na pia tunajua mahali tunaenda. Mahali tunaenda kunaitwa Vision 2030, mahali tunaenda kunaitwa Universal Health Coverage ama afya kwa wote. Na ile njia tulichukua ilikuwa ndio ituelekeze pale. Lazima tuketi tuulizane pahali tulipo, ifikiapo miaka mingine nadhani 4 sasa tutakuwa tumefikia Vision 2030. Vision 2030 inasema ya kwamba ifikiapo mwaka wa 2030 Kenya itakuwa ni nchi ambayo iko na utalii wa afya. Tutakuwa na mahospitali ambazo zimekuwa bora zaidi. Ndiyo. Zitakuwa super specialized hospitals ambazo ziko na super specialized health workers, na wataweza kuwafanya watu watoke nchi za nje, watakuja Kenya utalii wa afya, na watakuwa wanaleta foreign income kwa sekta ya afya. Pahali tulipo leo hii hatuna wauguzi wa kutosha. Nadhani ukiangazia kulingana na mwelekeo ama maelekezo ya Wizara ya Afya yenyewe, wale nurses tuko nao ni quota 25%, asilimia 25 ya wale tunafaa kuwa nao. Ukiangalia pia sisi maafisa tabibu nadhani tuko around 25% pia, kwa sababu tunafaa kuwa 24,000 kulingana na ile ripoti ya Nakumicha ya readiness ya kuanzisha UHC. Saa hii tuko 6,000. Tuulizane, tulichukua huu mkondo. Hawa pahali tulipo tunafikia yale maono yetu. Tukiangazia upande wa essential supplies, na labda ndugu yetu ambaye ni anaangazia mambo ya uongozi pia atatuambia. Ukiangazia katika serikali za ugatuzi mingi, zile mahospitali, karibu 50% ya muda unapata hakuna madawa, na kama kuna madawa sio madawa ya kutosha. Kuna maswali 3 tunafaa tuulizane. Shida iko wapi? Shida ni ufisadi? Shida ni ile procurement systems? Ama shida ni hela? Tukae chini tuweke kwa darubini tuulizane, mbona hatupati essential supplies? Mbona hatupati equipments? Mbona tunapata mashina zifanyi juu hakuna reagents? Kama tutapata ni hela, tunasuluhisha kivipi? Kama tutapata ni ufisadi, tunasuluhisha kivipi? Kama tutapata basi tunaambiwa wahudumu wa afya ni wachache, lakini pia tuwezi ajiri, kwa sababu upande mwingine kuna sheria ambayo inafungia kaunti, inasema wewe uko na ceiling ya 35%, ushapitisha pale kwa recurrent, lakini pia Wakenya wanahitaji huduma, Auditor General anakuzuia. Kwa hivyo tuko na sheria ambazo zinakinzana na hazituwezeshi sisi kama nchi kuweza kuwafikia maono yetu. Tufanye vipi kuhusu yale? Kwa sababu hilo ndilo jambo lilikuwa linafanya sisi kama maafisa tabibu na wahudumu wa afya wote tuseme, kama basi tunafungiwa na ile PFM Act inasema kaunti zimepita 35% na basi hawakubali kuajiri wengine, mbona basi tusiondokee
twende katika tume, kwa sababu tume haijafungiwa na yale. Sasa tume ile development ndio itakuwa 65% ni ya wahudumu wa afya, labda hiyo 35 itakuwa ni administrative cost. Kwa hivyo tulikuwa tunatoa kama solution, kama suluhu la kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na legal framework inaturuhusu ya kwamba tukue tukiajiriwa kwa ile njia ambayo inafaa. Na pia kama vile alisema, mimi nafanya na serikali kuu. Mimi ikifikia tarehe 25 na kuaga nimelipwa. Tunalipwa labda tarehe 22, 23. Ndugu yangu hapa anafanya na Nairobi County. Wakati mwingine mshahara wa Januari atapata either February ikiisha ama mwezi wa 3. Sisi wote tunahudumia Wakenya, sisi wote tuna matakwa ambayo ni same. Hii pesa yote inatoka kwa treasury. Mbona basi kukue na tofauti? Mbona tusikue na njia ya kuhakikisha haya mambo yanafanywa kwa visawa kwa kila mtu? Ndio. Naam, shukran sana kwa kauli hiyo. Boaz, tunapozungumzia swala hili ni swala nyeti na ndiposa tunalitilia uzito ili tuweze kulijadili na tutafute mwafaka kwenda mbele. Ndio, migomo imekuwepo, tumeona kila wakati. In fact, mwaka uishi, hata miezi 3 4 ishi, unasikia kwamba kuna malalamiko haya hayajatekelezwa. Kwenda mbele, kwa sababu pia nyinyi ni viongozi, lazima pia mtoe mapendekezo. Hatujui ni waziri yupi anatazama kwa sasa au ni kiongozi yupi anatazama. Labda kwenda mbele, tufanye vipi ili tuepukane na maandamano ambayo tunaona, migomo ambayo tunaona katika sekta ya afya, ili tusaidie Wakenya kwa pamoja. Asante sana Msare, na nafurahi kuwa Wakenya ambao wanatutazama na umeweza kuona kutoka Taita, kutoka Tana River, kutoka Bungoma, umeyasikia maoni ya Wakenya wenyewe wakisema ya kwamba ni wakati sasa wa kuchukua mwelekeo tofauti. Ndiyo. Miaka 15 sasa tuko katika kwenye gatuzi. Tumeweza kuona yale ambayo yametekelezwa kwenye hizi counties. Ni sawa kwa sababu ugatuzi ulikuja na madhumuni fulani. Ndiyo. Kuna yale ambayo tunaweza sema yametekelezwa. Lakini tukiangalia katika upande wa afya, ama kweli hizi changamoto zingine ni zile ambazo zinatengenezwa. Sio zile ambazo zimetokea hatukutarajia hili lakini limetokea. Ni lile ambalo watu wameketi chini wakaliunda ndiposa waweze kupata njia ya kuvyonza zile fedha ambazo zimewekezwa pale. Ukiangalia sekta muhimu katika nchi yetu ya Kenya, sekta ya usalama iko na kitengo ambacho kimesimamia Kenya mzima. Sekta nyingine muhimu ni sekta ya elimu. Iko na huduma ambayo inasimamia walimu wote na sekta zote za elimu nchini. Iweje ama ni makosa yepi tulifanya, ama wale ambao walitengeneza katiba yetu ni lipi hawakuliona katika idara ya afya? Ndio. Ni wakati mwafaka sasa wa kutathmini hili suala la afya liweze kupatiwa idara yao pia ya kuangazia masuala yao kikamilifu. Ikiwa mshahara leo utalipwa tarehe 22, isiwe ni Nairobi tu, hata ndugu yangu ambaye yako Marsabit aweze kulipwa. Bila shaka. Ikiwa kuna majadiliano, kwa sababu kuna policies. Haiwezekani kuwa policies zinatengenezwa katika serikali kuu ambazo inatakikana zije kutumika kwenye counties. County fulani ikitaka kufanya, kuna yule anamvuta nyuma akisema sina hela, kwa sababu tuna mnyama mwingine. Ndugu zetu wa Kenya walikuwa wanasema kuna mnyama anaitwa SHA, lakini sisi tunasema kuna mnyama ambaye anaitwa SRC. Kuna kipengele analeta pale majina matatu, ati usawa na lini lile, sijui kwa kimombo ni equity and fairness. Sasa uwezi kuja useme basi Nairobi, Governor Sakaja si mara ya kwanza si mara ya pili amesema kuwa kuna fedha ambazo tungetaka sana azitimize kulingana na yale makubaliano ambayo tuliweka, lakini anapojaribu kutimiza pale Council of Governors wanasema sasa wewe bwana ndugu yangu ukifanya mimi pande hii nao watanivuta kwa sababu sijajipanga. Inakuwa wanakimbia pale wanakuamiza. Inabidi sasa Governor Sakaja naye anakuja pande hii anasema ndugu yangu mimi niko tayari, lakini ndugu zangu wengine pale
Nimefi? Kwa hivyo sasa ndio tunasema hata kama watataka tuyaelewe, haiwezekani. Sasa hivi katika serikali kuu tunaongelea nyongeza ya mishahara kwa awamu ya 4 na 5, lakini sasa katika counties hata awamu ya 3 na ya 4 haijatekelezwa. Hapo kuna usawa? Hamna usawa. Ile kazi ambayo naifanya kama muuguzi katika kaunti ya Nairobi ndio ile kazi ya yule muuguzi ambaye katika hospitali kuu pale Kenyatta anayoifanya. Kwa hivyo kama ni usawa uangalie kote. Hakuna Mkenya ambaye anaitwa ni Mkenya wa gatuzi na hakuna Mkenya naye anaitwa ni Mkenya wa serikali kuu. Sote ni Wakenya, tunahudumia taifa moja. Kwa hivyo usawa lazima uonekane katika nyanja zote. Bila shaka. Shukran sana kwa kauli hiyo. Peter Mutuku, tukizungumzia swala hili, mabingwa wamezungumzia wanataka tume yao pia. Walimu wana yao, maafisa wa polisi wana yao, mbona si wao? Wewe kama mtaalamu wa masuala ya uongozi, nani anakuamiza mwingine? Ama tufanyeje ili tupate suluhu ya matatizo ambayo wahudumu wa afya wanayapitia? Kwa sababu yanaonekana peupe. Nikienda hospitali nikose Peterson au nikose Boaz, wewe vile ufike pale, basi tutaumia sana. Mwanzo kwanza ni wasifu hawa, manake katika mazungumzo yao nimeweza kuona kwamba waliowachagua hawakufanya makosa. Manake wako hapa sio kwa sababu ya shida zao, lakini kwa shida walio nyuma yao. Commission, hiyo ndio wanasema wangependa commission kama ile ya Teachers Service Commission. Tukiangalia mambo ya afya, nilisema hapo awali, afya na elimu, sana sana afya. Mambo ya afya sio mambo ya mzaa. Kwa mfano, Peterson amesema yeye akapata mshahara yake tarehe 24, tarehe 22, tarehe 23. Kakangu hapa ana furaha kuu sana kwa sababu tarehe 27 alipata mshahara. Hapo awali ingekuwa ni tarehe 27 ya mwezi mwingine, kuna arias. Ndugu yangu hapa pamoja na mwenzake walienda chuo wakati moja ama sehemu zote, ama walisoma wakapata elimu, wakaweza kuhitimu pamoja. Na ile kazi kama vile Boaz anavyosema, kazi anayofanya ni kama ile inayofanywa na muuguzi ambaye yako Kenyatta National Hospital. Ndio. Ile ni hospitali ya serikali kubwa ama serikali kuu. Ni walipokuwa nazungumza, mimi nikajiuliza, kama kuna jamaa mmoja kama Boaz anafanya Nairobi City County, itakuwaje anaweza kufanya kazi Nairobi City County miaka yake yote mpaka astaafu asipokuwa na nafasi ya kuchagua? Amechoka na Nairobi County na anatafuta nafasi katika hospitali kubwa ya Kenyatta Hospitali. Kama mambo yalivyo vile yalivyo yataendelea hivyo, itakuwa ni ngumu sana tuwe na uwezo, ama hao wenyewe wana uwezo wa kuchagua ni nini walitaka leo na ni nini watakuwa walikitaka kesho. Manake sasa kama atakuwa na shida, kwanza manake atakuwa amebanwa, manake mazingira haitakuwa mzuri kwake kuamua kutoka Nairobi kwenda kufanya Kisii, kwa mfano Kisii, ama ahame Nairobi akafanya kazi Tana River, kwa sababu shida ziliko Tana River zimezidi shida ziliko Nairobi. Unaona mazingira ni mbaya ya kikazi. Kwa hiyo tunafaa kufanya jukumu, na unajua katiba ina miaka 10 na tuseme ilianza kutekelezwa miaka 13, 12 iliyopita. Hata wewe mwenyewe unaona wale wana umri wa miaka 13 ndio wanaotoka junior secondary kwenda senior secondary school. Kwa hiyo ni kumaanisha hii katiba wakati umefika tungeangazia ile katiba, maana katika ile katiba ndio tutatengeneza nafasi ya commission ambayo itajali maslahi na matakwa ya wahuduma wote wa afya. Wawe ni laboratory technician, wawe ni nurses, madaktari wenyewe, ama kitengo chochote kile. Bila commission watakuwa na vipande vingi sana. Na unajua ukitaka kugawanya walete wakiwa wengi,
maana wakiwa wengi mbele yako watakuwa ni umati, na hiyo ndio sababu utaendelea kugagawa na kuwatawala, manake ni wengi. Wakiwa wengi wasipo na mwavuli moja, itakuwa ni ngumu sana kuafikiana na wao, manake kila mmoja atakuwa anazungumza yake, lakini hakuna yeyote atazungumza kitu kimoja ambacho kinawaleta pamoja. Kwa hiyo ni wakati mwafaka Peterson na Boaz wanapoendelea kuzungumza na kuongoza hawa, waangazie umuhimu vile wenyewe wamesema wa commission ile itakuwa inaleta. Kama kwa mfano leo nimesoma gazeti moja, jarida moja leo, nimeona kuna mwalimu mmoja aliweza kuuawa pale sehemu moja ya Northeastern siku ya Jumapili. Utaona sasa TSC itachukua jukumu ya kushughulikia. TSC iko Nairobi hapa. Ni kumaanisha mwalimu ambaye ako sehemu hiyo ni kama mwalimu ako sehemu nyingine ya Kenya. Kwa hiyo kama anataka sasa wasiwe wanazungumza vipande, wasikubali kugawanywa. Bila shaka. Yes. Na mshukran sana kwa kauli nzito ya kushinikiza kuwepo na tume ya maafisa ambao wanatoa huduma za afya kote nchini. Mtazamaji, ndio mazungumzo ambayo tunaendelea nayo. Tuelekee maeneo ya Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Laban Mokinda uko tayari. Laban, wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusiana na hali ya afya katika kaunti ya Laikipia? Naam, Onsare, shukran sana, na tukizidi kuhusisha wananchi katika mjadala wa siku leo hapa katika mji wa Nyahururu, ninao baadhi ya wazee vile wafanyabiashara katika mji huu ambao ningependa kusikia hisia zao ni zipi kuhusiana na hali ya afya katika kaunti hii ya Laikipia. Karibu ndani ya TV47, ukianza kwa majina, jitambulishe na utueleze wewe kwa maoni yako na hisi hali ya afya katika kaunti ya Laikipia iko katika namna gani? Kwa majina naitwa Njega Francis kutoka mji wa Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Kwangu katika mambo ya afya katika kaunti yetu ya Laikipia, naona tafadhali tumeshamweleza gavana afanye mambo ambayo yanastahili katika hospitali ama zahanati zetu. Maana changamoto ambalo tunapata ni ya kwamba katika kaunti yetu ya Laikipia, ukienda katika masanahati na katika hospitali zetu, unakuta baada ya wagonjwa kuhudumiwa, unapata huku katika mazahanati ya Laikipia hakuna mandawa. Hiyo imekuwa changamoto katika kaunti yetu ya Laikipia. Tumeongea na MCAs, tumeongea na governor na hata senator wanajua ambao waliopo katika uongozi, na hiyo changamoto imeenda kila mahali. Kwa hivyo mimi kwangu nasema hakuna kitu tumefanyiwa. Yeah. Asante sana. Bwana, ukikaribia hapa tunaona kuwa mara kwa mara migomo ushuhudio hususan katika hospitali za kaunti ya Laikipia. Unahisi mambo gani ambayo huchangia migomo hii ya mara kwa mara? Mimi naitwa Charles Wahome na mimi ni mkazi wa Nyahururu. Nikishagia juu ya hii migomo, ni serikali tu ishughulikie wafanyakazi. Madaktari wapewe ile salary inayolingana na sheria, kwa sababu ukiwafinya sana hawatatibu wananchi kwa njia mzuri. Kwa hivyo mimi ningeomba tu serikali iangalie hiyo mambo ya afya. Tena hata ukienda hospitali madawa hakuna. Tena kuna jambo lingine nisikia kuhusu asubuhi 11 billions ambaye hawa exploiters serikali naiba wakiwa wapi? Sasa waangalie kusije kukatokea mambo mengine kama ni hawa private hospitals washugwe sana wale wanaongeza pesa kwa matibabu watolewe kwenye list, kwa sababu hawa ndio watamaliza ile pesa ambayo inatumika na wananchi na imalizike, alafu tukose huduma bora. Asante. Na bwana, ukikaribia hapa, suluhu ya migomo ya mara kwa mara, vile suluhu ya matatizo ambayo yanakumba hususan hospitali za kaunti ni zipi? Kwa majina naitwa Mudia Igwamiti Ward, mji wa Nyahururu. Mambo ya hospitali kwa hizi za kaunti hata za national ziko na shida kubwa sana, kwa maana tunaona hata tuseme hata kama ni SHA, watu wanatibiwa, SHA hailipi hospitali. Tunaona SHA vile kama SHA sasa vile bilioni 11 tayari zimeshaibiwa. Kwa hivyo inaonekana hizi pesa hatujui zinaenda wapi, hatujui kama ndizo zinapewa watu handout, kwa sababu tunaona serikali inapeana handout.
pahali popote wanaenda, hatujui kama hizo pesa ndio inatumika. Lakini sasa shida iliyoko sasa ni kwamba hata ukilipa SHA hautatibiwa. Kama sasa ni picha unaambiwa sijui ulipe picha. Kwa hivyo inaonekana sasa hospitali imekuwa baya. Upande wa madawa hakuna ile hospitali iko na dawa. Ukienda kwa hospitali unakuta tu Panadol. Hakuna dawa zingine. Hizo zingine unaambiwa uende kwa chemist. Sasa tunaona hii sasa mambo ni kama imeharibika. Na ndio unaona sasa hata kuna migomo ya madaktari, ya nurses, ya clinical officers, na sijui kama tukiendelea hivi inaonekana sasa haitaenda, nchi yetu haiendi vizuri. Asante. Wewe bwana, ukikaribia hapa unahisi hali ya afya katika kaunti hii ya Laikipia iko katika namna gani? Jina langu ni William Ng'ang'a Kariuki ama Coach Fabe. Hali ya afya katika Laikipia ni hali ambayo imedorora kabisa. Juu hakuna hata dawa, ukiandikiwa dawa utakuta hiyo hospitali kuu yetu hakuna hata dawa, hata kama ni Piriton hakuna. Unaambiwa uende ukanunue pahali ingine, na inakuwa ni swala sugu sana katika hii Laikipia. Juu utakuta kwamba gavana anunue dawa, juu pesa zinakuja hapa Laikipia, lakini unakuta hospitali zetu hazina hata, unaangaziwa uende ukanunue kwa chemist. Kwa hivyo hiyo inaonekana ni biashara ya mtu binafsi. Kwa hivyo biashara ya madawa hapa imedorora kabisa sana. Tunasi serikali na gavana Joshua Wakahola Irungu tununulie dawa. Sisi Wajiko ama Wagio tumeathirika sana katika hali ya afya. Kwa hivyo wito wako ni upi kwa serikali kuu, vile vile kwa serikali ya kaunti kuhusiana na matatizo au changamoto zinazokumba hospitali nyingi humu nchini? Changamoto zile zinatukumba hapa Laikipia, hospitali zetu iko sawa, lakini hiyo hospitali hata ikiwa ni safi na hakuna dawa, hiyo inafaa ifungwe kabisa, na Joshua Irungu aambiwe, gavana aambiwe atununulie dawa. Juu ni haki yetu kama raia ama Wajiko ama Wagio ama mwananchi wa kawaida kununuliwa. Na hapa sio ati kukaa ati kunyenyekea kwa mtu. Hiyo ni haki yetu kikatiba, tununuliwe dawa na zikuje katika kaunti yetu ya Laikipia. Asante. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji wa Nyahururu akisema kuwa hospitali nyingi za kaunti hii ya Laikipia ziko katika hali duni. Hivyo wanatoa wito kwa serikali kuu, vile vile serikali ya kaunti kuweza kushirikiana kuhakikisha kuwa hospitali zote zimeweza kuboreshwa ili mwananchi wa Laikipia aweze kunufaika na matunda ya afya au ya sekta ya afya katika kaunti. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Shukran sana Laban Muhinda kutoka Nyahururu, kaunti ya Laikipia, kwa kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka eneo hilo wakiangazia masuala ya afya na vile vile kutoa wito wao kwa viongozi wa kaunti kuhakikisha kwamba huduma za afya zinakuwa ni huduma ambazo ni haki kwa kila Mkenya, kuhakikisha kuna dawa katika hospitali za umma na vile vile kuhakikisha wahudumu wa afya pia maslahi yao yanaangaziwa kikamilifu. Na mtazamaji, hapa studioni niko na Peterson Wachira ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa KUKA. Ameondoka, amekimbia kwenye mkutano wa kuangazia maslahi ya maafisa tabibu, mkutano ambao unaendelea na wahusika ambao ni baraza la magavana. Vile vile mtazamaji, wageni ambao nimesalia nao hapa ambao tutakuwa tunazungumzia masuala haya ni Boaz Onchari ambaye ni katibu wa muungano wa wauguzi Kenya katika tawi la Nairobi, akitueleza mengi zaidi kuhusiana na maslahi yao. Vile vile Peter Mutuku ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na pia ni mkuu wa huduma katika kaunti ya Nairobi. Na wadau mmewasikiliza wa Kenya. Nianze naye Peter Mutuku. Umemsikiliza yule bingwa kutoka maeneo ya Nyahururu, anasema kwamba hatupigi magoti, lazima tupate haki yetu. Ni hisia ambazo ni za Wakenya ambao wamejua haki yao ni gani. Labda tukizungumzia katika hizi huduma za afya, ndio tumegusia mambo mengi, lakini kwenda mbele, Wakenya wana nafasi gani katika kuboresha huduma za afya? Nyahururu, yule Swaiba nimemwona vile amezungumza, nikaona akiwa na hasira nyingi sana.
Nikasema ole wangu, nikasema shukrani Mungu, Nairobi sisi tumefanya kazi. Manake sisi tuna watu milioni 6, changamoto ndizo hizo, fedha kidogo tumepata, lakini tumejaribu sana wananchi wa Kenya wasisongwe na shida ikafika pale ikakuwa ukizungumza na hasira kama ile hata sukari inaweza kuwa ni shida kwako. Ndio. Nasema Mungu asante kwa kuwa tuko Nairobi na tunajaribu sana. Lakini hata hivyo hakuna furaha kuona jirani yako akilia. Bila shaka. Tungependa sana, nafikiri kuna wanatutazama kutoka sehemu nyingi za nchi ya Kenya. Ndio. Wajaribu wachague wachache hasa sana kutoka kwa afya, Wizara ya Afya, kutoka zile kaunti zote zina shida kubwa kama hii. Tuko Nairobi hapa na kazi yangu ni kidogo sana, inaitwa facilitative role. Yani kuwasaidia waje hapa, wafanye ile inaitwa benchmarking. Ni nini tunafanya tofauti, kwamba licha shida ni kama same, yani sawasawa kutoka kila sehemu, lakini tunafanya tofauti. Ni kwa sababu gani? Ulisikia katibu mkuu hapa alisema kuna mazungumzo. Tafadhalini kuwe na mazungumzo na umzungumze na wafanyikazi wote, sio lazima iwe tu pia ni wa afya. Wafanyikazi wote kuwe na mazungumzo katikati ya waajiri na wafanyikazi. Kuwe na mazungumzo ndio tusiwe na shida kama hizi. Na kama aliposema akasema madawa ni shida. Si madawa basi ipeanwe. Kama KEMSA, kama KEMSA ina shida, tujue kuna shida. Kama KEMSA kuna shida ya madawa, tuambiwe kuna shida ya madawa. Na kuna vitu imekuwa ni shida kubwa sana. Kuna jambo sijui kama watu wanaelewa, hatujalitaja leo. Kuna kitu inaitwa pending bills. Madeni mengi. Madeni yaliyofanyika hapo awali ambapo kulikuwa na watu wengine katika uongozi, ama pia kuna pending bills wakati huu. Watu walipwe, na kama ni KEMSA inadai ilipwe, na kama kulipa ilikuwa ni shida, serikali kuu, sisi sote ni wa serikali kuu kabla hatujakuwa wa serikali ya ugatuzi. Kwa sababu ugatuzi ama devolution kwa kimombo is a result of primary legislation. So we are secondary legislation. Kwa hivyo serikali kuu ina jukumu ya sisi sote mahali tulipo, pasipo kuulizwa maswali mengi, makosa ilikuwa ni ya nani. Isiwe ni kama yule mtu aliona mtoto akiwa mgonjwa akauliza shida ilikuwa ni mzazi wake ama ilikuwa ni nani. Si tunataka matibabu, hata tunataka suluhisho, tunataka serikali kuu ikithi matarajio yetu. Bila shaka. Yes. Shukran sana. Kauli nzuri sana ya kukamilisha kauli yako ni kushirikisha kauli yako ya mwisho, Boaz Onchari. No. Unawakilisha wengi alivyosema Peter Mutuku. Labda ujumbe wako ni upi kwa wahudumu wa afya ambao unawasimamia, na vile vile ujumbe wako ni upi kwa gavana wako wa kaunti ya Nairobi, Johnson Sakaja? Kwanza nianze na ujumbe kwa wahudumu wa afya wenzangu nchini Kenya. Ni kwamba nawashukuru sana kwa ile kazi ambayo mnajitahidi kufanya. Ndio. Tumetoka kutoka ule tulikuwa tunaambiwa kuwa ni wito. Leo hii ukiambia mhudumu wa afya kuwa ni wewe ni wito kuwa kazini, huenda akakuangalia na macho makali sana. Kwa sababu ikiwa hujatimiza mahitaji yake, atakuuliza swali moja. Huo wito ndio utanilipia karo shuleni? Ndio. Huo wito ndio utahakikisha tumbo langu liko sawa? Umeme ulipe? Ndio utalipa umeme? Ndio. Kwa hivyo litabaki kuwa swala kuu. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa kuhakikisha kuwa tunapeana zile huduma ambazo zinastahili, na kuwahimiza wale ambao wametwikwa majukumu ya kuhakikisha kuwa yote ambayo yanastahili kuwa, ndiposa sisi tuwe katika mahala petu pa kazi na kupeana zile huduma ambazo zinastahili, watimize wajibu wao. Ndio. Nikirudi kwa kaunti yangu ya Nairobi chini ya uongozi wa gavana wetu Johnson Sakaja. Ndio. Muungwana sana. Ni muungwana kwa sababu kila wakati tunapomuita ya kwamba kuna jambo fulani ambalo limetokea na tungetaka suluhu, ndio huenda akachelewa kulingana na vile ataitikia huo mwito, lakini kwa wakati fulani
wanafanya nini? So kwa wakati huu mimi ningependa kuelekeza lawama kidogo kwa wale ambao wako chini yake, kwa sababu tunapopeana ilani, kwa sababu gavana si mwajiri. Unajua, kwanza kuna jambo moja, gavana anabeba hii lawama kwa sababu yeye ndio sura ya kaunti. Mwajiri, yeye ndio rais wa kaunti, lakini mwajiri kuna kitengo ambacho kinaitwa County Public Service Board. Ule ndio hasa mwajiri, yeye ndiye ameniajiri. Sasa lawama hizi tunampa gavana wetu kwa sababu yeye ndio sura. Tunaposema, nikisema ule mkuu wa kitengo cha County Public Service Board, hata kuna wale ambao hawamjui. Kwa hivyo tunaposema gavana wetu umefeli, si yeye amefeli. Kuna wale wametukua hayo majukumu ambayo sasa yeye kama sura ya hiyo kaunti lazima angalie na kuwakumbusha ya kwamba mimi hivi vita ambavyo ninavipitia, lazima nyinyi ambao sasa nyinyi ndio majeshi wangu wa kuhakikisha kuwa hivi vita tumevishinda, muwajibike katika yale ambayo. Bila shaka. La kumalizia kabisa ni kwamba wahudumu wa afya kaunti ya Nairobi hii bado wako kwenye mgomo, lakini ningependa kusisitiza kuwa mazungumzo ambayo yanaendelea yafanyike kwa haraka na kwa ufasaha. Kila ambaye yako kwa meza aweke kadi zote kwa meza, kwa sababu sisi tulipoingia kwa meza tuliwaeleza ya kwamba mulete kadi zote kwa meza. Isije kuwa tunazungumza kadi moja ikiwa chini ya meza. Ndiposa tuweze kupata mwafaka halisi wa kudumu, tusije tukaona migomo mingine baada ya miezi miwili mitatu. Ndiposa wahudumu wetu warudi kazini. Tunajua Wakenya wenzetu wanaumia, ili tuweze kuwajibika na kuyatendea yale ambayo tunastahili. Na shukran sana kwa kauli hiyo, anavyosema Peter Mutuku kila wakati, makubaliano endelevu. Shukran sana wadau kwa kufika na vile vile kuzungumzia masuala haya, kwa sababu ni masuala ambayo yanatuhusu kwa njia moja au nyingine, na pia yanahusu wale ambao tunatangamana nao. Asante sana Boaz Onchari ambaye ni katibu wa wahudumu wale ambao ni wauguzi katika ule muungano wa wauguzi tawi la Nairobi. Asante sana Peter Mutuku, mtaalamu wa uongozi na vile vile mkuu wa huduma jiji la Nairobi ama kaunti ya Nairobi. Na bila shaka hao wamekuwa wageni wetu. Mtazamaji, nitakuacha na hisia za wakazi wa kaunti ya Machakos, hisia ambazo zinaandaliwa na mwandishi wetu Nicholas Mbai. Nicholas Mbai, iwapo unanipata, Wakenya kutoka maeneo ya Machakos wanasemaje kutoka eneo hilo kuhusiana na hali ya afya katika kaunti hiyo? Shukran sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Kwa ni swala nzima changamoto za afya katika hospitali za kaunti, na nimeweza kufika katika hospitali ya Machakos level 5 ambao imekuwa ikigonga vichwa vya habari mara si haba kuhusiana mara na migomo na huduma kutotolewa kwa njia ambayo ni shwari. Lakini kwa sasa miezi kadhaa imepita hapa, wakati kumekuwa na mgomo wa kitaifa, hapa kuja kuwepo na mgomo, shughuli zimekuwa zikiendelea. Na je, ni changamoto zipi ambazo mmekuwa kukumbana nazo na kufikia sasa wanahisi kwamba ni mabadiliko yapi yanahitaji kufanyika katika sekta ya afya, hususan katika hospitali za kaunti? Na hapa nazungumza na mkurugenzi wa huduma za afya katika hospitali hii ili kuweza kutupasha mengi katika mada ambayo tunazungumzia kwa sasa. The permanent solution I would recommend is we need to be guided by national policies so that each county can borrow from those national policies as far as staff management is concerned, so that we don't have many strikes. Number two, the counties, as we need to continuously engage our staff, continuously engage the unions, so that we can understand and go through these policies and ensure that what is supposed to be done to our workers is done timely to avoid disruption of services and strikes. But there's a national clinical officers strike which was called by the national office, but our clinical officers are on duty. This is because we've been engaging the unions, not only the clinical officers, all the other unions continuously, so that we can understand the issues they have as pertains the health workers they represent. And we've been solving their challenges, and that's why we can engage them
whenever a strike is called nationally, to ensure that services run normally in Machakos County. Our leadership has a policy of continuous engagement with the staff and also the unions. That's why our clinical officers have not gone on strike. But the other advantage we have in Machakos is that we've implemented the FIF Act. We have our hospital boards in place. We have our health facilities management committees in place. So, from the services we are offering, all the SHA reimbursements are coming to facilities. So, if a facility A offers services and claims from SHA, the money comes back to the account of that facility. And then that facility management committee or the hospital management board with the hospital administration, they sit down, prioritize the hospital needs so that that money can be used to improve services to mwananchi. So FIF is improving services, operations and maintenance, commodity availability, gaps of equipment maintenance, so that we don't have any challenges with the disruption of services. Naam, yamekuwa ni maoni yake kuhusiana na swala nzima, akihisi kwamba kufikia sasa hospitali kama kugatuliwa kwa afya nchini kumesaidia pakubwa kuliko ilivyokuwa katika shughuli nzima hii ikifanyika katika serikali ya kitaifa, na kwamba bado zipo changamoto, lakini 9:10 ni kurejesha studio kwa matangazo zaidi. Mimi Nicholas Mbai, kaunti ya Machakos.